Ebana, moja ya habari ambayo hivi sasa imetake headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia ni habari ambayo imeumiza wa Afrika wengi, hasa wa Kenya, ambapo walipata taarifa kuhusiana na Margaret, binti huyu kutoka Kenya ambaye amekamatwa huko Vietnam. Amekamatwa na madawa ya kulevya, ambapo mwisho wa siku hukumu ambayo amepewa ni kuondoshwa duniani. Hii ni habari yenye majonzi, lakini watu wengi wamekuwa wakijiuliza wazazi wa Margaret wamesema nini, kwa maana mama, ndugu pamoja na jamaa. Hakika ndani ya video hii utakwenda kufahamu maneno ambayo ameyazungumza mama yake na Margaret kuhusiana na binti yake kupewa adhabu hiyo. Sasa basi, mtazamaji wa Bongo Super Media, wewe cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, Wangari, hili ndio jina la mama yake na Margaret. Wangari aliwagusa wa Kenya na kuwatoa machozi kwa ujumbe wake wa dhati kwa binti yake kabla ya hukumu hiyo nchini Vietnam. Akitiririkwa na machozi, alionyesha upendo wake kwa bintiye. Anaamini katika kutokuwa na hatia kwake licha ya mahakama ya Vietnam kumhukumu hukumu hiyo ya kumondoa duniani. Ujumbe wa mama yake na Margaret hakika unaumiza kweli kweli. Na nukuu maneno yake sasa: "Mwanangu, nakupenda. Nilikuleta duniani pamoja na dada yako pacha. Mungu akulinde. Najua hukufanya kile unachotuhumiwa nacho." Mwisho wa kunukuu. Hayo ni maneno ya mama yake na Margaret akisema alivyofanyiwa mahojiano na Castro Media pale nchini Kenya. Huo ni ujumbe mzito kweli kweli ambao mama yake na Margaret aitwaye Wangari ameweza kusema kwamba anampenda sana mwanake, lakini pia alimleta duniani akiwa yeye na pacha wake. Mpaka hapa tumeshagundua kwamba Margaret yuko yeye na pacha wake, kwa maana wamezaliwa wawili. Na taarifa mbalimbali zinaeleza kwamba Margaret hivi sasa na umri wa miaka 37, kwa maana ni binti wa miaka 37 ambapo amekamatwa huko Vietnam. Mama yake na Margaret alikumbwa sana na huzuni. Alionyesha matumaini ya kumuona na kumkumbatia tena binti yake. Ana matumaini makubwa pengine binti yake atarejea siku moja. Haya ni maneno ambayo mama yake na Margaret ameyazungumza. Mimi nanukuu kama yalivyo: "Mungu atakupigania. Yeye ni mwenye haki. Mungu akulinde. Siwezi kusubiri kukukumbatia unaporudi nyumbani ukiwa salama. Tunaomba muujiza." Mwisho wa kunukuu. Hayo ni maneno ya mama yake na Margaret aitwaye Wangari. Hapa anasema ya kwamba Mungu ampiganie mtoto wake, na anasema ya kwamba hatosubiri kumkumbatia pindi ambapo atarudi nchini Kenya akiwa salama bin salimini. Hakika mama huyu anaonesha maneno ya kishujaa sana kwamba binti yake kuna uwezekano mkubwa akarejeshwa katika nchi yake akiwa salama kabisa. Sasa ni uhalifu gani ambao Margaret Nduta alitenda? Nduta alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tan Son Nhat mjini Ho Chi Minh mnamo Julai mwaka 2023, na baadaye akapatikana na hatia ya kusafirisha zaidi ya kilo 2 za dawa za kulevya nchini humo. Dawa hizo zilipatikana kwenye mzigo wa mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 37 alipowasili katika nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia. Kwa mujibu wa ripoti, Nduta alinaswa na mwanamume mmoja nchini Kenya aliyempa kusafirisha mzigo huo hadi Laos. Na alipowasilishwa mahakamani, Mkenya huyo alisitiza kwamba hakujua kuhusu uwepo wa dawa hizo haramu kwenye mzigo huo. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulitupilia mbali madai yake, ukisema alikuwa akijaribu tu kukwepa uwajibikaji kwa matendo yake. Walisisitiza kuwa mtu yeyote anayekamatwa kwa kiasi hicho cha dawa za kulevya lazima awajibike kwa mujibu wa sheria za Vietnam. Wakenya hakika wameumizwa sana tukio hili. Mpaka hapa tagundua kwamba scenario ambayo binti huyu Margaret Nduta amesema kwamba yeye alipewa mzigo huo na mtu ambaye hakujua kama katika mzigo huo kutakuwa na hayo madawa. Kwa hiyo Nduta alienda nao mzigo kama kawaida, lakini hakujua kumbe amewekewa madawa. Ndivyo ambavyo Nduta yeye aliweza kuelezea mahakamani. Lakini mahakamani pale nchini Vietnam wakasema kwamba anajitahidi kukwepa makosa yake, lakini ukweli ni kwamba hayo madawa alikuwa akiyafahamu ndani ya begi hilo ambalo alilibeba. Hakika binti huyu anatia huruma kweli kweli.
Ukisikia hudhuni kubwa, basi ndio hii, kwa sababu yeye binti anajitetea kwamba alipewa tu mzigo. Hakika hicho ndicho ambacho kimeendelea kwake huyu Margaret, ambapo mpaka hivi sasa yuko nchini Vietnam akisubiri tarehe ya hukumu yake. Lakini moja ya kitu ambacho kimewafurahisha watu wengi na Wakenya wengi ni wamezungumza na rais wa Kenya. Hapa namzungumzia Mheshimiwa William Ruto, ambapo kimsingi taarifa mbalimbali zinaeleza kwamba William Ruto amepiga simu moja kwa moja mpaka katika serikali ya nchi ya Vietnam na kuweza kuzungumza nao kuhusiana na swala hili la binti huyu Margaret mwenye umri wa miaka 37, kuhusiana na jambo hilo ambalo kimsingi kwa mujibu wa Margaret anasema kwamba hakujua katika mzigo huo aliopewa kama kuna hayo madawa. Sasa basi William Ruto ameweza kuzungumza na viongozi wa nchi ya Vietnam kuangalia uwezekano kama wanaweza wakampata Margaret akiwa hai, kwa maana akiwa mzima kabisa, na hukumu hiyo ambayo amehukumiwa asiweze kufanyiwa, kwa sababu ni hukumu ambayo inaumiza sana, na ni binti bado mwenye umri wa miaka 37, kwa maana bado ana malengo yake na future yake ya maisha. Na kama ambavyo nafahamu ya kwamba Rais William Ruto kama kaongea vizuri na watu wa Vietnam, pengine lolote linaweza kutokea, Mungu akamsimamia binti huyo akapewa hata adhabu nyingine kabisa tofauti na hii ya mwanzo ambayo kimsingi ilikuwepo ipo katika katiba ya Vietnam. William Ruto na yeye ameonyesha utu wake. Tuangalie kama Rais William Ruto simu yake na maongezi yake dhidi ya watu wa Vietnam yanaweza yakamsaidia binti huyu kuchomoka katika kitanzi kizito ambacho kinamkabili hivi sasa. Hakika hii ni taarifa ambayo inaumiza kweli kweli, kutokana na huyu Afrika mwenzetu kukutwa katika sakata zito la namna hiyo. Hakuna ambaye anajua kwamba ule mzigo kweli ulikuwa ni wa kwake ama haukuwa ni wa kwake, lakini adhabu ambayo amepewa kimsingi ni adhabu nzito kweli kweli ambayo inaumiza. Mtazamaji wa Bongo Super Media, maneno yamekuwa ni mengi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii kumhusu binti huyu. Hata mama yake mzazi anaamini kwamba hiyo ni njama ambayo binti yake amefanyiwa, na anaamini kuwa atarudi nyumbani akiwa hai, na amewazaa wawili tu, kwa maana amezaa mapacha, huyu Margaret Nduta pamoja na pacha mwenzake, ambapo kimsingi hao ndio watoto wa mama aitwaye Wangari. Mtazamaji Bongo Super Media, Wakenya wengi wameweza kutoa maoni. Baadhi, huyu anaitwa Bernard Bagwasi, na nukuu maneno ambayo yeye ameyatoa, maoni yake na nukuu sasa. Na unaweza kufikiria hata hizo dawa hazikuwa zake. Hayo ni maneno ya kwake Bernard. Huyu mwingine anaitwa Laurencio Nairi, na nukuu maneno yake na nukuu sasa: ninahisi uchungu kwa mama yake. Upendo wa mama usimama dhidi ya kila hali. Maombi yangu yako pamoja naye. Mungu amfariji katika kipindi hiki kigumu. Pia tuwachunguze wapendwa wetu na kuwaonya wasijihusishe na uhalifu hatari. Mwisho kunukuu maneno kwake Laurencio Nairi. Mwingine huyu anaitwa Karen Mbone, kasema ya kwamba na nukuu, ni huzuni sana, Mungu mapenzi yako yatimizwe. Hakika Wakenya wameumizwa sana na tukio hili. Sasa wewe mtazamaji Bongo Super Media, we maoni yako ni yapi kuhusiana na tukio hili ambalo limemkuta binti huyu mwenye umri wa miaka 37 huko Vietnam, ambaye kwa sasa anasubiri hukumu yake? Maoni yako ni muhimu sana. Lakini pia ikiwa ndio mara yako kwanza kutembelea katika channel hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbali kutoka hapa Bongo Super Media. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye. Paka wakati mwingine tena.